Hili tukio la uhalifu nilipokea kwa masikitiko. Ila nilivyofikiria mimi ilikuwa wanipige ikiwa ni kuniua au kunimaliza nguvu, ndio baadaye waninyang'anye vile vitu ambavyo kuwa ninavyo. Vijana wa Mtopepo asilimia nyingi tunajuana. Kama wao wanadipu, sisi tutapiga moja kwa moja. Kidogo wale wote wa mbele wakatoa mapanga na wa nyuma wakatoa mapanga. Wakazi wa Mtopepo wilaya ya Magharibi mkoa mjini Magharibi wamelalamikia kuwepo kwa vitendo vya uhalifu katika shehia yao, ikiwemo kuwepo kwa magenge ya ulevi, wizi pamoja na kuvamiwa na watu wasiojulikana. Kauli hiyo ameitoa mara baada ya kutokea tukio la mtu mmoja kujeruhiwa kwa mapanga na watu wasiojulikana siku ya Jumatano tarehe 19 mwezi wa 11 2025 majira ya saa 11 alfajiri wakati alipokuwa akitoka msikitini. Akielezea tukio hilo, kijana aliyejeruhiwa Abasi Khatibu Hamadi anaelezea hali halisi ya tukio lilivyokuwa. Siku ya jana ambao kuwa ni Jumatano alfajiri natoka msikitini. Nilikuja zangu mpaka hapa juu msikitini, njiani wakanipita kwanza watu wawili. Kunipita watu wawili nikaona ni kawaida tu kwa sababu watu wengi wanatoka msikitini mida ile pale. Sasa kuangalia kwa mbele kuna na wawili wanakuja. Kuna nyumba huku ina baraza na huku ina baraza, wakanibadilisha kati. Ikawa sina pa kutokea. Kidogo wale wote wa mbele wakatoa mapanga na wa nyuma wakatoa mapanga. Sasa ikabidi mimi nikasimama. Kusimama wale wa mbele wananifuata na wa nyuma wananifuata. Huku kuna baraza na huku kuna baraza, sipati pa kutoka. Ikabidi nisimame kati. Kufika wote wakanishambulia kwa mapanga. Sasa nikasema hapa nitulize akili yangu. Bila kutuliza akili hapa nitakufa kwa sababu tayari washakusudia vibaya. Wakalenga mapanga yale wote wanne, wawili wa nyuma wakalenga mapanga na wa mbele wakalenga mapanga, nikakwepa. Mungu akanipa nguvu nikapata kukwepa. Wakalenga tena zamu ya pili, mapanga nikakwepa. Sasa nikasema hapa nitakufa. Sasa nilichofanya, Mungu kanipa nguvu kwa sababu sitosema kwamba nina mazoezi au nina nguvu. Ni kwa uwezo wa Mungu tu kunijalia, kunipa nguvu, nikapata kukwepa yale mapanga. Wakanikamata hivi wakanipushi chini kwa sababu ilikuwa wanipate kunipiga mapanga, wakanikamata wakanipushi chini. Kunipushi chini na mimi nikapata mmoja kumpiga kidogo hivi akadondoka. Sasa wa mwisho yule ambaye alikuwa kadondoka, katika kulenga lile panga nikapata kulikwepa hivi, kulipanji lile panga la mwisho kulipanji hivi ndio likanipiga hapa. Likaniasiri vizuri, nimeshona kama vitango vinne hapa. Sasa pale nikasema kweli nguvu shamaliza. Kwa hiyo la kufanya hapa nipige kelele. Nikapiga kelele, jamani nakufa. Nakufa jamani. Ana Sasa pale majirani kutoka kuona ile watu wanatoka na wao wakaenda mbio. Kwa hiyo niseme si kwa mazoezi wala si kwa nguvu, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu ndo kanijalia, kanipa nguvu na kuniepusha ule mtihani ambao kuwa ukitaka kunifika. Na mguuni hapa walilenga panga hapa. Limenipata kidogo lakini halikuingia sana. Katika ile kupapatua kulipanji lile panga likaniparaza na hapa mguuni kidogo, likaniumiza kidogo. Nilitoka damu nyingi sana damu nilitoka. Kwa hiyo na washauri vijana wenzangu, mtu anapotoka alfajiri kwenda msikitini awe bikea sana, na wala asiwe peke yake. Ajitahidi katika kutoka msikitini kuelekea nyumbani awe na wenzake ambao kuwa wanakaa mtaa mmoja, kwa sababu sasa hivi ni mtihani. Vijana ilikuwa ni wakubwa tu, wawili ilikuwa ni size ya kati, wawili walikuwa ni wakubwa, wawili wamevaa macheni hivi. Ila nilivyofikiria mimi ilikuwa wanipige ikiwa ni kuniua au kunimaliza nguvu, ndio baadaye waninyang'anye vile vitu ambavyo kuwa ninavyo. Nawaambia vijana wenzangu, kama wako ambao kuwa wanajishughulisha na masuala hayo, wawachane nayo hayo masuala kwa sababu ni mtihani sana. Na mtu safari yote atakapokwenda, aidha ajitahidi kama na mwenzake mida ya alfajiri afuatane na mwenzake.
kwa sababu sasa hivi mitaa ndio kama hivyo imechafuka. Kuna walevi wa unga, kuna walevi wa madonge, wanakula madonge. Kwa hiyo wajitahidi in short. Serikali bwana, natoa wito serikali iwe inaika doria, kwa sababu hawa vijana sasa hivi wameenea. Serikali iweke doria, kwa sababu sisi raia ndio hivyo, kifika asubuhi tunaenda msikitini na nini, na zaidi mida alfajiri ndio wanafanya matokeo. Kwa hiyo naiomba serikali iweke doria. Vijana wa Mto Pepo asilimia nyingi tunajuana, kwa sababu so wizi. Ushafahamu? Matukio yanotokea hawa wanakuja kutokea watu wa mbali wanaingia hapa, isipokuwa wamo tu chache ya wenyeji kuwapa wageni ule uwenyeji, kwa sababu wao ndio wanajua njia. Mtu mgeni hatoki tu from where akaja kumvamia mtu. Hatua tunazochukua sisi hatua kubwa hapa kwenda kwa sheha tu, kwa sababu hapa kwetu sisi mwanzo walikuwa wapo askari jamii wapo, lakini kutokana na pirika za watu, kutokana na maisha pia watu hawawezi kujitoa kama zamani, kwa sababu kila mmoja anatafuta 250 kesho mtu ale, mwanawe ale ende skuli, kwa sababu muda mtu hawezi kutupa muda wake kwa kitu ambacho kilichokuwa hakina maisha kwake yeye. Yani wito naotoa vijana, tuacheni mambo sio mazuri, kwa sababu leo umewini, kesho utakuja kupatwa wewe. Utajichukuliaje mawili, kifo na kilema? Mimi ni mzazi kama wazazi wenzangu. Kwa matukio haya yanayotokea hapa petu, kwanza naambia watoto wenyewe tuliowazaa, kwa yule ambaye alokuwa anajiona hana kazi ya kufanya, ni bora endeza kikwerekwe, endeza kingalawa, akatafute kazi ya halali yafanye. Na mambo haya si wazazi yanatuathiri tena sana, kwa sababu watoto wakiwa watukutu haipendezi. Tunaumia tena sana. Ilikuwa alhamdulillah mtaa wetu wa Mto Pepo shwari sana zaidi ya sana. Lakini kipindi hichi tena naona wamejitokeza watoto ambao lakisiwa mtaa huu, wanatoka mitaa mbali wanakuja tufanyia mambo kama hayo ya uhalifu, kupiga tu mapanga, kupiga wenzi wao wadogo mabapa. Na ukitizama wale watoto bado wadogo wako chini ya uangalizi wa wazee wao. Kwa hiyo naambia wazazi wenzangu tujitahidi. Na mimi kwa mtazamo wangu nasema labda kwa haya mambo ambayo tunauziwa mitaani, zikiwemo bangi, ulevi, madawa ya kutumia hayo ya ulevi, yote haya yapo mitaani, yamezagana. Yote hayo ndio yanasababisha masuala iwapo. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwanza ya mitaa, serikali kuu zitusaidie kutokana na haya masuala ambayo watoto wanayafanya, kuanzia ulevi mpaka kuumiza watu kama hivi. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, sheha wa shehia ya Mto Pepo Haji Maabadi Haji ameelezea hatua alizozichukua pamoja na kuwataka wananchi kuachana na vitendo hivyo. Hili tukio la uhalifu nimelipokea kwa masikitiko. Baada ya kulipokea kwa masikitiko, nyakati za alfajiri watu wanarudi msikitini, kwa hiyo mimi nilikwenda sehemu ya tukio. Hatua iliyoanza mpaka sasa hivi, maana sio baada hapo tu, yani kuanzia hapo mpaka sasa hivi hatua kali sana kwa kutafuta wale vijana imeanza. Ila tu nitoe wito kwa jamii, kwa sababu wale waliofanya uhalifu si watu ambao kutoka Mto Pepo. Wale ni maharamia wanaotoka sehemu mbalimbali kuja Mto Pepo baada ya kuona Mto Pepo shwari, kwa sababu sasa hivi sio siri, Mto Pepo shwari. Yani ushwari wa hali ambao wa Mto Pepo sasa hivi unaweza ukaisahau simu usiku, basi asubuhi ukaikuta kwenye baraza. Sasa hawa wanadipu wanaotoka sehemu mbalimbali, lakini mimi nawapa onyo kali, kama wao wanadipu sisi tutapiga moja kwa moja. Kiufupi tunaambia vijana wanaotoka huko waache mtindo mara moja. Mto Pepo hivi si ya kuchezea, hasa kwa matukio kama haya kiuhalifu. Story hapo zamani kulikuwa upo uhalifu, walikuwa kwa maharamia, lakini karibu 4-5 wako rumande sasa hivi. Unajua kwamba hili swala sisi hatulikubaliani nao. Sasa wameona kidogo imetulia, ndio wanajaribu sasa hivi. Baada ya kuona Mto Pepo uko shwari, wanajaribu. Mimi hii dhana kweli ipo, na nkiri tu sio shehia, takriban mahali mwingi sio magengi hapo. Maana sio Mto Pepo tu mwingi. Ila mimi sheha kama sheha na kamati maalumu sasa hivi ambayo tunakusudia haya magenge ya kundi ya uhalifu kuyaangamiza kabisa, yasiwepo hasa, kwa sababu haya ndio yanochochea. Na Mto Pepo sasa hivi
Kwa kweli hali hii ni shwari, isipokuwa kama nilivyoelezea mwanzo, maharamia wanatoka sehemu mbalimbali ndio wanakuja kujaribu huku, lakini mto pepo kama mto pepo sasa hivi iko vizuri tu. Tiba kama hii ni ulizishirikishi. Kwa mfano kama juzi lilipotokea tukio hilo, mimi nilikwenda nikaambia wananchi, hii dhana ya ulinzi shirikishi tusiwategemee polisi, kwa sababu si ulinzi shirikishi maana yake ni kila mtu, ni ushirikishwaji wa kila mtu katika kutatua kero anoiona. Kwa hiyo dhana ya ulinzi shirikishi ni kila mtu ana haki ya kushiriki ili kuondosha hayo maovu. Mimi natoa kwa vijana watafute riziki za halali, kwa sababu kupora hatima yake mbaya. Na tunasikia matokeo mbalimbali, wengine wanachomwa moto, wengine wanauawa. Kwa hiyo tukio la kiuhalifu halikubaliki kwa jamii, halikubaliki hata kwa serikali yetu, kwa sababu kazi za halali zipo tele tu, isipokuwa wewe mwenyewe tu ni kujipanga. Leo ende pwani, leo ukatafute pale pa kuchonga. Kiufupi riziki za halali zipo nyingi tu, sio kutafuta kazi ya kupora, ina hatima mbaya sana. Watu wangu kwa serikali, sisi tunapowakamata watu kama hao na wao sione huruma, wapi adhabu kali, ili wakenda chuo cha mafunzo wajue hasa kwamba kule chuo cha mafunzo kumbe kuna mafunzo kweli, sio mchezo. Na halafu pia dhamana wasiwape, dhamana isitoe serikali, tunapowakamata wapelekwe rumande moja kwa moja, ili liwe funzo kwa wengine wanaoanza kujifundisha tabia kama hii.